ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية نمبر 9. الله سبحانه وتعالى نسيما: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. tukiendelea hawa ndugu zake Yusuf, subhanallah, yani shari hii nyoyo au watu ambao nyoyo zao zina shari, zina ukatili, hazina huruma. Yani subhanallah, huyu ndugu yenu, alafu ndugu yenu mdogo, kisha moja kwa moja ya tumue yao apotea mbali na katika nini na katika mji, asirudi kabisa. Ili tupate kupata nini? Mapenzi ya baba yetu. Subhanallah, hii ni akili zetu sisi, akili zao wao watoto, au akili za kila mtu, au nyoyo za kila mtu ambayo zina nini, zina shari. Tusisahau huko mbele nabii Yaqub anasema kama nini, yote ni kwa sababu ya shetani. Inna shaytana linsana aduwwun mubin. Idhan hii shetani imejaa mpaka zile nyoyo zimejaa shari ya kufikiria nini, ya kumuua ndugu yao, au tumpoteze mbali kabisa ambapo hataweza tena wala kujulikana tena. Na ambapo nabii Ayub na nabii Yaqub watoto wake wote ni sawa, na kila mzazi watoto wake wote ni sawa. Ni sisi watoto tunafikiria mama au baba anampenda huyu zaidi ya huyu. Yani kuna mtu kaulizwa, nani mtoto wako unampenda zaidi katika watoto wako? Anasema yule ambaye atakuwa ni mgonjwa katika wao, basi nakuwa karibu naye zaidi. Yule ambaye atakuwa na shida za kidunia, mimi nakuwa naye karibu zaidi. Yule ambaye subhanallah, yani mzazi anakuwa na mtoto wake yule ambaye anamhitajia zaidi. Na hapa nabii Yaqub wala ni wadogo, Nabii Yusuf na ndugu yake mdogo wake wala ni wadogo, wao ni wadogo katika ndugu zake. Inaweza kuenda mwisho nabii Yusuf, lakini muhimu wale wawili wadogo, na wao wanafikiria baba anawatekea zaidi hawa, wao ndo nini, wamekuwa ndani yao na shari. Na nabii Yaqub alikuwa hana hofu watoto wake wala hana harsi watoto wake zaidi, ila baada ya nini, ila baada ya ru'ya aliyoona nabii Yusuf. Akamwambia, usiwaambie ndugu zako, watakufanyia nini? Watakufanyia makida, watakukera, au watakufanyia balaa, au watakudhuru. Na najua si wao, ni kwa sababu nini? Shetani anawatia wasiwasi. Idhan nyoyo ambazo zimejaa shari, nyoyo ambazo hazina huruma, subhanallah, wala hazirudi nyuma. Vipi sisi tujikinge na nyoyo kama hizi? Vipi sisi tusijiweke mpaka nyoyo zetu zikafika hivyo tukamwachia shetani akatumiliki mpaka tukawa nini, tukawa ni wenye kufikiria kiasi hiki, kiasi ya kuuana, yani uadui, yani hawa ni ndugu, mpaka kufika kwa sababu ya nini? Mapenzi tu ya baba ndio zaidi, tupate kupata mapenzi ya baba zaidi. Au kwa nini yule na kitu kile, kwa nini sina kile kitu hichi? Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na daima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unapoona kile kitu kinapokea ndani yake, au wewe unakifikiria, tafuta sababu. Yani kama tunavyosema, hii sababu nabii Yaqub si kama na ubaguzi watu wake, lakini wale ni wadogo, wanamhitajia zaidi kuliko hawa nini, hawa wakubwa. Idha tutaona inshallah darasa linalofuatia tutazungumzia nafsi shay kadhalika kuhusu shari kidogo. Yani wao hawa shari imewajaa, alafu na ule ambao nini, yote ni shari, lakini shari kubwa na shari kidogo ina nini, inayo tofauti. Inshallah kesho tutaendelea na darasa linalofuatia, na aya inayofuatia tutazungumzia kuhusu pia kadhalika nyoyo zenye nini, zenye shari, lakini shari yenye
التخفيف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتنا